Naikumbuka vizuri siku ya Jumatano. Ni siku ambayo siwezi kuisahau kwenye maisha yangu, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo kampuni ilituchagua wafanyakazi 4 kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kwenye mkoa mwingine. Yaani mimi pamoja na marafiki zangu 3. Jina langu mimi naitwa Denisi. Nina miaka 5 kuanzia nianze kufanya kazi kwenye hii kampuni. Kampuni ambayo nafanya kazi inahusiana na mambo ya utalii. Kwa hiyo tuko Arusha, ndio sehemu ambayo tunafanyia kazi. Lakini sasa ilitokea ofa ambayo naweza kusema kwamba iligharimu maisha yangu kwa kiasi kikubwa sana. Ilikuwa ni ofa ya kuwapeleka wageni wetu ambao walikuwa chini ya kampuni yetu kwenda kwenye mkoa wa Mwanza. Na kwenye nafasi hiyo tulichaguliwa watu 4 kama nilivyosema hapo mwanzo. Yaani mimi Denisi pamoja na marafiki zangu Mushi, Jumanne na Carlos ambaye mara nyingi tulikuwa tukipenda kumuita Carlo. Ilikuwa ni furaha sana kwetu kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwenda katika jiji la Mwanza. Na hii safari iligharamiwa kila kitu na kampuni. Mimi ni kijana ambaye nimeoa. Nina mke pamoja na watoto 2. Naipenda sana familia yangu na nimekuwa nikipambana sana kwa ajili yao. Japokuwa maisha yetu sio mabaya wala sio mazuri sana. Lakini pia rafiki yangu Moshi ni kijana ambaye ameoa pia. Na yeye ana mke pamoja na watoto 2, lakini watoto wake yeye ni wadogo. Na ukiachana na udogo tu, kwa bahati nzuri alikuwa na watoto mapacha. Umri wao ni kama 1.5 mwaka tu hivi. Rafiki yangu Jumanne, huyu hajaoa kabisa na sidhani kama ana mpango wa kuoa. Mara nyingi ni kijana ambaye yuko karibu sana na wasichana, kwa hiyo hata wazo la kuoa hakuwa nalo. Rafiki yangu Carlo ni kijana ambaye ameoa, ana mke pamoja na watoto 4. Na kwa upande wa marafiki zangu wote, yeye ndo ambaye alifanikiwa kuoa mapema sana na hatimaye kupata familia. Lakini pia ni mwanaume ambaye tumekuwa tukimchukulia kama kaka yetu. Yeye amekuwa akituelekeza mengi sana kuhusu maisha. Kwa hiyo kama safari ilivyokuwa imepangwa siku ya Jumatano, tuliondoka mapema hiyo Jumatano, yani tukiwa sisi pamoja na wageni. Tulikuwa na wageni kama 5 hivi ambao tulitakiwa tuwapeleke kwenye jiji la Mwanza kwa ajili ya utalii tu. Na hiyo ilikuwa ni nje kabisa ya kazi yetu, yani kutoka nje ya mkoa mbali. Mara nyingi wageni wengi huwa ni wa Arusha, sehemu kama Manyara, Ngorongoro. Lakini kwa kazi ya leo kidogo ilikuwa tofauti. Lakini pia sisi tuliipenda na tulifurahia. Tuliondoka pamoja na wageni wetu na kuanza safari. Ilikuwa ni safari ndefu kiasi kwa sababu tulitumia masaa mengi sana njiani. Lakini pia ilikuwa ni safari nzuri mno. Kila kitu kilikuwa kipya mpaka tulipofika katika jiji la Mwanza. Lengo la wageni wetu ilikuwa ni kwenda kutazama mawe ambayo ndiyo hasa yanapatia heshima jiji la Mwanza na kulifanya pia lizidi kuwa maarufu na kuwa la kipekee. Baada ya kufika tulifanya kazi yetu ambayo tulitakiwa kuifanya, na tulitumia wiki kama 1 tu hivi. Tukaanza safari sasa ya kurudi Arusha. Lakini ili kufika Arusha ni lazima tupitie majiji kadhaa au mikoa kadhaa ikiwemo Tabora. Hivyo tulifika Tabora. Lakini baada ya kufika hapo, mtalii mmoja alitoa pendekezo.
nalo lilikuwa ni kupumzika katika jiji hilo la Tabora, angalau kwa siku moja tu, au ikiwezekana hata kwa usiku mmoja tu. Tulikubali wazo lake na tukapitia pale Tabora. Sasa na kwa bahati nzuri tulipata mwenyeji mwingine tofauti na sisi sasa, ambaye alitupokea vizuri tu. Na huyu tulikutana naye wakati ambao tulikuwa tukimuuliza mambo machache kuhusu historia ya Tabora. Basi alikuwa ni mwanaume ambaye alijitambulisha kwetu kwa jina la Mkimbo. Mkimbo alikuwa ni mwema na alitupatia ushirikiano mzuri, kana kwamba ni mtu ambaye anatufahamu kwa muda mrefu. Sasa bwana Mkimbo, tulikuwa tunauliza kama tunaweza tukapata sehemu kwa ajili ya kupumzika, angalau kwa usiku wa leo tu. Alisema Moshi. Basi Mkimbo alicheka. Kuhusu hilo halina tatizo, alijibu hivyo Mkimbo. Lakini hapo hapo mtalii mmoja ambaye alionekana kidogo anauelewa lugha ya Kiswahili alitutazama wote. Lakini mnaonaje kama safari yetu isiishie hotelini tu? Yaani twende sehemu kama kwenye kijiji hivi na tukalale huko. Tutakuwa tumeenjoy sana, si ndio wenzangu? Alizungumza hivyo kwa akiwatazama wenzake ambao nao waliunga mkono mawazo yake. Mimi sina tatizo kama tu mtanipatia pesa kidogo. Naweza nikawapeleka kijiji bora sana. Yaani hicho kijiji ni kijiji ambacho hakijaendelea hata kidogo. Ni kijiji ambacho kina mambo ya nyuma na ya kale kuliko vijiji vyote hapa Tabora. Lakini si unajua mkono mtupu wa ulambwe? Aliuliza Mkimbo kwa kicheka. Wala usijali kabisa, hilo tufanye kama limeisha, tulimwambia Mkimbo. Basi naye aliingia kwenye gari, yaani yale magari ya safari. Sasa safari hizi za milimani na maporini. Tukaendeleza safari ambayo haikudumu kwa muda mrefu sana. Tulifika kwenye hicho kijiji ambacho sitokitaja, na kama alivyotuambia yule jamaa, kilikuwa ni kijiji ambacho hakikuwa kimeendelea hata kidogo kwa kipindi hicho. Sasa ambacho tulikuwa tumeenda, hakukuwa hata na umeme. Yaani kulikuwa na umasikini wa kutupwa. Licha kwamba tulikuwa tumefika usiku, lakini mazingira tu yalionyesha. Basi Mkimbo alitupeleka mpaka kwenye nyumba moja hivi, ambayo hiyo ndo ilikuwepo nyumba ya mzee wa kijiji, na wanakijiji walikuwa kimheshimu sana. Yule mzee alitupokea vizuri, na kwa bahati nzuri sasa naweza kusema miongoni mwa mikoa ambayo ina wananchi wakarimu sana, basi ni Tabora. Alitupokea vizuri sana ule mzee, yeye pamoja na familia yake yote. Basi tulimweleza lengo letu la kufika pale, na yeye pia akawa amewaona wale watalii na akafurahia sana heshima ambayo tulikuwa tumempatia, kwa sababu kwake aliona kama vile ni heshima. Mzee Mkimbo alituaga na kuondoka, lakini akaahidi kwamba kesho yake asubuhi atarudi tena na kuja kututazama, ili kama ikiwezekana pia aje kutuchukua. Tulikubali na tukabaki sisi sasa. Yule mzee ambaye ni mzee wa kijiji alitutafutia eneo kwa ajili ya kulala, na tukawa tumelala pale usiku ule. Sasa kutokana na ukarimu, namna ambavyo tulikarimiwa, nadhani mnawajua watu kutoka nje, ni watu ambao wanapenda sana kukarimiwa. Waliipenda ile hali, na badala ya kuondoka kesho yake asubuhi, sasa ilipofika asubuhi, wao walibadilisha kabisa ratiba na wakasema tusiondoke, yaani tuongeze wiki nyingine moja, kwa sababu kama ni pesa wataongeza kwa kampuni. Ilibidi tukubali tu. Basi naweza nikasema kwamba tulianza maisha rasmi hapo kwa ajili ya hiyo wiki moja. Sasa sisi hatukuwa wenyeji sana, lakini wale wenyeji ambao walitupokea hapo waliishi na sisi vizuri, na wakawa wanatupatia maelekezo mengi tu
kuna mtoto huyu mwenyeji wetu ambaye sasa alikuwa akiitwa Salimu. Hakuwa mtoto mdogo, alikuwa ni kijana mkubwa tu, na huyu alikuwa ni mkulima maarufu sana hapo kijijini. Lakini ukiachana na ukulima, pia alikuwa anafahamu mambo mengi kuhusu vijiji. Kwa hiyo siku moja alitupeleka kwenye kijiji kimoja ambacho siwezi kukisahau kamwe. Kilikuwa ni kijiji cha pili tu kutokea pale ambapo tupo. Tulienda mpaka kwenye hicho kijiji, na tulipofika alikuwa akituelezea historia ya hapo pamoja na kutuonyesha mazingira. Lakini sasa wakati ambao wale watalii walikuwa wakizungumza pembeni, Salimu alitazama nyumba moja ya tope. Alikuwa akiitazama kwa muda mrefu sana. Ikabidi nimuulize, vipi bwana, mbona unatazama sana huko? Nilimuuliza huku nikicheka. Salimu aliacha tabasamu. Bwana, yani umeona hiyo nyumba? Ndiyo, tumeiona. Ni nyumba ya mganga. Yani sio mganga tu mchezo mchezo, hapana. Ninaposema mganga, ni mganga haswa. Alisema hivyo Salimu. Sisi wote tuliangua kicheko. Unajua sisi ni watu ambao tumetokea mjini, na watu wa mjini hasa ambao tumesoma kidogo, sio rahisi kuamini ya mambo ambayo hayaaminiki. Nakumbuka Kalo, yeye ni rafiki yetu sasa, alikuwa amesimama pembeni kidogo, lakini alipiga hatua na kutusogelea. Unasema ile ni nyumba ya mganga? Aliuliza Kalo. Ndiyo, nyumba ya mganga, na sio mganga tu, nyumba ya mganga hatari sana, alijibu hivyo Salimu, huku akitutazama wote kwa zamu. Tulitazamana wote, lakini ni kama vile tulikuwa tukimkebei tu na tukiona kwamba anaongea upuuzi, licha ya kwamba hatukumuonyesha hivyo. Oh, umesema kwamba ni mganga hatari eh? Sasa nini ambacho anaweza kufanya mpaka nye mkamini kwamba ni mganga hatari? Aliuliza Mushi. Salimu akasimama vizuri kwanza, kisha akaitazama ile nyumba kwa mara nyingine. Huyu mganga, hakuna kitu ambacho anashindwa kwenye hii dunia. Yeye anachoshindwa labda kumfufua mtu aliyekufa. Alizungumza hivyo Salimu. Wote tukatazamana sasa, yani wote wanne. Unasema ukweli? Nilimuuliza. Salimu akacheka. Hivi nye hamuamini au? Hatuwezi kuamini kitu kama hicho bro, yani inabidi tuaminishe zaidi. Sasa kama mnataka kuamini, mmoja wenu, yani mmoja kati yenu mwenye hitaji lolote lile, aende sasa hivi pale, alafu akamwombe huyu mzee. Fanyeni tu hivyo, mtakuja kunipatia majibu, alizungumza Salim tena akicheka kimasiara tu. Wote tulitazamana, lakini Kalo alikuja na wazo la tofauti kabisa. Mimi nataka niende akanipatie utajiri, alizungumza Kalo. Basi watu wote tuliangua vicheko. Tulikuwa tukicheka na tukichukulia kama ni utani tu au masiara. Au hilo hawezi mkuu? Aliuliza tena Kalo. Lakini Salimu alicheka kwa dharau kubwa. Tena hilo la utajiri, nahisi ndio jambo ambalo analiweza kuliko mambo yote, alizungumza hivyo. Tulitazamana na kila mmoja wetu sasa akapatwa shauku. Hata mimi nataka niende akanipe huo utajiri. Sasa twendeni basi. Salimu, twende tupeleke. Na uhakika? Aliuliza Salimu. Tukatazamana, wakati wote tulikuwa tukicheka tu sisi. Yani kila kitu kilikuwa ni utani. Sisi hatukuwa tukiamini hata kidogo.
Si umesema kwamba ana uwezo wa kufanya chochote? Basi sisi tunahitaji utajiri, tena sisi wote. Alizungumza hivyo Moshi pamoja na Kalo ambaye alizidi kuunga mkono. Sasa hapo Salimu alinyamaza tu na akaanza kupiga hatua. Alikuwa akipiga hatua akielekea kwenye ile nyumba. Alipofika tu mbele kidogo, aligeuka na kutupatia ishara kwamba twende. Tulitazamana kwanza, kisha tukapiga hatua bila hata kuwaza mara mbili. Tulipiga hatua na kuanza kumfuata Salimu. Hazikutumia sekunde nyingi sana wala dakika nyingi, tulikuwa tayari tumeshafika mbele ya mlango. Ilikuwa ni nyumba ambayo inaonekana ina mazingira magumu. Sasa mimi binafsi yangu niliwaza, huyu mtu kama ana uwezo wa kuwapatia watu utajiri, kwa nini yeye ameshindwa kujisaidia kuwa tajiri mpaka anaishi mazingira kama haya? Nadhani alikuwa ni mawazo ambayo hata wenzangu waliwaza hivyo. Kwa hiyo pia ilikuwa ni sababu ambayo ilitufanya tusiamini yani. Basi Salimu alianza kuita. Alianza kupiga hodi pale. Na hazikupita sekunde nyingi sana, alitoka binti mmoja tu ambaye alikuwa amejifunga kanga kukatisha maziwa yake. Alitutazama kwanza, lakini alipomwangalia Salimu alitengeneza tabasamu usoni. Bila shaka alikuwa akimfahamu vizuri tu. Karibu kaka Salimu. Asante. Mzee nimemkuta? Ndiyo kaka, yupo, ila namalizia ibada, alijibu yule binti. Sisi tulikuwa kimya tu tukiwasikiliza. Anamalizia ibada? Ndiyo kaka. Basi sawa, sisi tuko hapa nje, akimaliza utamwambia kuna wageni. Sawa, alijibu yule binti kisha akarudi ndani. Salimu alitupatia ishara kwamba tuketi nje ya benchi ambalo lilikuwa hapo nje. Tulifanya hivyo. Muda wote macho yetu ya kutulia hata kidogo. Na tulikaa kama dakika 5 tu hivi. Alitoka mzee mmoja ambaye alionekana mzee sana yani. Alikuwa ameshika fimbo. Bila shaka ile fimbo ndio ilimsaidia hata kusimama au kupiga hatua. Alikuwa amesimama mlangoni tu akitutazama wote kwa zamu. Ilibidi tusimame wote. Shikamoo mzee wangu. Marhaba. Amjambo? Hatujambo mzee. Wote tuliitika huku sasa tukimpatia mikono. Yule mzee macho yake yalitua kwa Salimu. Salimu ambaye alikuwa akitabasamu. Oh, Salimu ni wewe? Ni mimi mzee wangu, habari za hapa? Kwema, karibuni. Asante mzee. Naona kuna wageni wangu hapa. Ndiyo mzee, kuna wageni wako. Lakini pia mzee wangu nilikuwa naona niwaache kwanza uzungumze nao. Mimi nitakuja baada ya muda tu kuwachukua, alisema Salimu. Yule mzee akageuza macho na kututazama. Sawa, karibuni kilingeni, alisema hivyo. Sawa jamani, mimi nawasubiri hapo mbele tu, alisema Salimu huku sasa akianza kuondoka eneo lile. Tukabaki sisi tu 4. Na sasa tulianza hatua za kuelekea kilingeni, yani kumfuata yule mzee. Tuliingia ndani ya ile nyumba. Na hapo ndo tukagundua kwamba ndani ya ile nyumba kulikuwa na nyumba nyingine, au unaweza kusema kwamba chumba. Na hicho chumba bila shaka ndo kilikuwa kilinge, kwa sababu tuliingia mpaka huko ndani. Na kilikuwa ni chumba ambacho kina giza mno. Kilikuwa kina vibuyu, lakini pia kulikuwa kuna harufu za madawa tu. Bila shaka ilikuwa ni madawa mitishamba. Tulikuwa tukiangaza macho huku na kule, yani hatukuweza kutulia hata kidogo. Sasa mzee alitupatia ishara kwamba tuketi. Tukafanya hivyo. Kwa binafsi yangu mimi nilianza kupatwa na hofu. Na hata wenzangu nilipowatazama, wote walikuwa kimya tu na walionekana wana wasiwasi.
Tukakaa sasa. Yule mzee akatutazama kwa makini zaidi, kisha akashusha pumzi ndefu na kusema, sasa naweza kunieleza shida yenu? Alituuliza hivyo. Tukatazamana. Ndiyo mzee wangu, lakini sisi hapa tumekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Unajua, tumesikia sifa zako sana baada ya kufika tu kwenye hichi kijiji. Tulikuwa tukihitaji jambo moja. Tunahitaji kuwa matajiri, na sio matajiri wadogo tu, matajiri wakubwa sana. Yule mzee alicheka sana baada ya kauli yetu, na tena haikuwa kauli yetu, ilikuwa ni kauli ya Carlo. Rafiki yetu Carlos ndio aliyejibu hivi, japokuwa lilikuwa ni lengo la kila mmoja wetu pale. Huyu mzee alicheka sana, na hata alipocheka hakuwa na meno, yaani hakuwa na jino hata moja. Akageuza macho yake na kunitazama mimi, kisha akaniuliza, kwa mfano wewe una shida gani mpaka utafute utajiri? Aliniuliza ule mzee. Ilikuwa ni swali ambalo limekuja ghafla na sikuweza sikuwa nimelitarajia. Kwa hiyo nilikosa jibu, nikabaki kimya tu. Yule mzee akageuza macho yake huku akifanya kama anamtafuta mwingine wa kumtupia swali. Akamtazama Mushi. Na mfano wewe hapo, una tatizo gani mpaka utafute utajiri? Alimuuliza Mushi. Mushi akatabasamu. Mimi sio tajiri mzee, ina maisha ya kawaida tu. Unajua, mpaka hapa tunavyozungumza sisi ni watu ambao tunafanya kazi kwa watu. Kwa hiyo kiukweli tunatamani kwamba siku moja tumiliki biashara zetu wenyewe, tuwe na majina makubwa, tupendwe na watu. Si unajua pesa ni sabuni ya roho mzee wangu? Aliuliza hivyo Mushi. Basi yule mzee alikaa kimya tu, akatazama chini ambapo kulikuwa na matunguli yake. Alitazama kwa muda, kisha akageuza macho yake na kututazama wote kwa zamu. Akatuuliza swali lingine, na uhakika kwamba mko tayari? Alituuliza hivyo. Tulitazamana kwanza, kisha kila mtu akatikisa kichwa, kumaanisha kwamba tuko tayari, na wala hakuna hata mmoja kati yetu ambaye anatania. Yule mzee alichukua kibuyu kwanza na kuanza kuzungumza. Alikuwa akizungumza na kile kibuyu. Baada ya hapo sasa alisema tu, naombeni wote mtoke nje isipokuwa huyo kijana hapo. Alisema ule mzee. Alikuwa amemaanisha Mushi sasa. Yaani alimaanisha Mushi abaki, sisi watatu wote tutoke nje. Tulisimama bila kuuliza mara mbili, tukafanya kama tulivyoambiwa, huku wote tukiwa tuna shauku kubwa sana ya kutaka kujua nini ambacho kitatokea. Unajua, kusema ukweli sijui ni nini, lakini ni kama vile tulienda tu kwa ajili ya kujaribu, yaani kumjaribu huyu mzee, kwa sababu sisi tulikuwa hatuamini kabisa mambo ya ushirikina. Basi tulirudi pale kwenye benchi na kukaa. Zilipita dakika kama 10 hivi. Mushi alitoka, lakini alitoka akiwa mwenye hasira kali sana. Alikuwa mwenye hasira. Tulibaki tukimtazama tu kwa mshangao, tukiwa tuelewi, lakini Mushi alikuwa mwenye hasira na hata kuzungumza na mmoja kati yetu. Yeye aliondoka tu, akatuacha pale. Yule mzee naye alitoka, akampatia ishara Jumanne. Jumanne alisimama, akapiga hatua za tahadhari na kuingia mpaka pale ndani. Aliingia na yeye. Baada ya dakika 10 alitoka. Yeye alitoka akiwa kawaida, yaani hakuwa kwenye hali mbaya sana, alikuwa kawaida. Sasa ule mzee naye alitoka sasa na kumuita Carlo, kwa sababu mimi nilikuwa nimekaa mwisho kabisa. Carlo alisimama, akapiga hatua na kuelekea mpaka kule ndani. Nilikuwa nina hamu kubwa sana kutaka hata kuuliza, lakini sasa namuuliza nani ikiwa kila anayetoka anaondoka?
Yaani hata pale tu ambako sisi tumekaa wengine hasimami. Basi nilikaa kama dakika 10 hivi. Kalo naye alitoka, lakini Kalo alitoka sasa akiwa na hali mbaya kuliko wale wawili wa mwanzo. Yaani alikuwa na hali mbaya sana. Alikuwa amelowana jasho. Alikuwa anatoka jasho, utasema ametoka sijui kwenye nini. Nilimtazama Kalo na mimi sasa nikawa naogopa. Nilipiga hatua za haraka haraka na kumsogelea Kalo pale. Vipi jamaa yangu? Kwani kuna nini huko ndani? Nilimuuliza Kalo. Alitikisa tu kichwa alafu hakusema neno. Na yeye alipiga hatua na kuanza kuondoka. Vile vile nikiwa nimesimama, alitoka yule mzee tena na akanipatia ishara kwamba niende. Na mimi sasa nikapiga hatua, lakini mimi nilikuwa na hofu. Tofauti na wale wenzangu. Wale si waliingia wakiwa hawajui wala hawakuwa na idea ya kitu ambacho kinaendelea. Lakini mimi nimeshaona hali ambayo wenzangu wametoka nayo. Kwa hiyo kuna namna kengele hatari ilikuwa imegonga kwenye kichwa changu. Basi na mimi niliingia. Nikaketi huku, macho yangu yakiwa yanazunguka kwa wasiwasi. Yaani sikuwa mtulivu hata kidogo. Yule mzee akanitazama kwa muda. Kisha sasa akaanza kugonga kibuyu chake. Yaani mzee safari ya kuonekana na mzee hata kidogo. Yaani alionekana ni mtu ambaye yuko serious na kazi yake. Alionekana anaweza kabisa kufanya kile ambacho sisi tunahitaji afanye. Nikakaa kwa makini sasa kumsikiliza kwamba ataniambia nini, ili nijue angalau wenzangu wameambiwa nini. Basi kulikuwa na beseni la maji. Beseni la maji kabisa, yani beseni dogo. Halikuwa kubwa sana, lakini lilikuwa lina maji ndani yake. Yule mzee akanitazama kisha akaniambia, "Una uhakika kwamba uko tayari na kitu ambacho unataka kukifanya, si ndio?" Aliniuliza yule mzee. Nilianza kujikanyaga kwa sababu sasa nilikuwa nina hofu. Na hata namna ambayo alikuwa akiniuliza kwa ukali tofauti na mwanzo. "Ndio," nilimjibu huku nikitetemeka. Akaniuliza tena, "Una uhakika na ambacho unataka kukifanya, si ndio?" Hapana, nilimjibu sasa nikiwa mwenye hofu. Yule mzee akanitazama kwa macho ya ukali. Kitendo cha kuwauliza mara nyingi kuanzia ile nilipofika hapa, nilikuwa nina maana yangu kubwa sana. Na maana yangu ni kwamba baada ya nyie kuingia tu kwenye hichi kilinge, haijalishi mtafanyiwa kazi ama mtafanyiwa kazi, ni lazima mlipie gharama, alisema huyu mzee. Na sasa alikuwa amenitolea macho. Kijasho chembamba sasa kilianza kunitoka. Yaani nilikuwa nikitokwa na jasho la ghafla. Na nilikuwa nikihisi joto la ajabu. Yule mzee alikuwa akinitazama tu. Alinipatia kisu. Kilikuwa ni kisu tu cha kawaida. Nilikuwa nikipokea kwa hofu kubwa, lakini sikuwa na namna. Kwa sababu nadhani hata wewe mwenyewe msikilizaji umesikia kabisa alichokisema hapa. Kwa hiyo nilipokea tu kile kisu. Yule mzee akaniambia, "Tazama kwenye hilo beseni, na chochote, narudia tena, chochote ambacho utakiona, hiyo ni kitakachotokea hapo, kichome hicho kisu," alisema huyu mzee. Nikashtuka. Nilikuwa nikimtazama machoni tu. Alinipatia ishara sasa nitazame kwenye beseni. Nikatazama, nilijikuta nikishtuka. Nilishtuka sana. Unajua nilishtuka kwa nini? Nilimwona mke wangu akiwa amempakata mtoto wetu, yule mdogo ambaye alikuwa na miaka 8. Alikuwa amempakata akimbembeleza, huku akizungumza, lakini sikuwa nikisikia.
Machozi yalianza kunitoka. Machozi yalikuwa kinitoka. Nikatupa kile kisu na kumtazama ule mzee. Mzee wangu, sasa ndo nini hiki? Nilimuuliza. Hakujibu swali langu, bali aliniambia, unajua kijana, nilishakwambia kitendo cha wewe kuingia tu humo ndani ni lazima ulipie gharama. Haijalishi kazi yako itafanywa ama itafanywa. Alizungumza huyo mzee. Hapo sasa nilijikuta nikianza kulia. Tena kwa sauti kubwa, haikuwa sauti ndogo. Ililia kwa sauti kubwa sana. Mzee wangu, tafadhali, nimekuja kutafuta maisha kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu. Sasa endapo nitawaua wao, hizo mali nitakula na nani? Eti mzee wangu. Nilikuwa nikimuuliza mzee huku nikilia. Lakini alikuwa akinitazama kwa muda. Kisha akaniambia, labda kama tunaweza tukabadilisha. Badala ya mkeo ukamtoa huyo mtoto wako aliyetokea hapo, kwa sababu si wametokea wawili. Alisema mzee, lakini mimi nilitikisa kichwa kukataa. Nilikataa kabisa. Hivi nawezaje kumtoa mtoto wangu mwenyewe? Nikamtoa sadaka. Tena kwa kitu ambacho sikuwa hata nimejipanga. Ni vile tu kujaribu. Hapana mzee wangu, hapana. Mimi siwezi kufanya hivyo. Kama huwezi kufanya basi jua kabisa utalipia gharama. Na gharama haitokuwa ndogo, alisema huyu mzee. Lakini sikujali hata maneno yake. Mimi nilisimama tu. Nilisimama kisha nikapiga hatua na kutoka nje. Nilikuwa nikilia kama mtoto wakati huo. Nilitoka mpaka nje kabisa na marafiki zangu hawakuwa pale. Walikuwa mbali kidogo. Yaani kule ambako tulikuwa tumepaki gari. Kwa hiyo nilielekea mpaka kule. Niliwakuta wote wakiwa wamesimama. Yaani wote watatu. Na walikuwa pia na Salimu. Mimi nilikuwa nikilia tu. Nilihisi pengine mimi ndo nilipatiwa mzigo mkubwa kuliko wenzangu. Vipi jamani? Mbona tokea mmefika hapa hakuna anayezungumza? Wote mmekuwa kimya tu, mara wengine wanalia. Alikuwa akiuliza Salimu. Lakini hata hakuna mmoja kati yetu ambaye alimjibu swali lake. Salimu, aliita Kalo. Ni Kalo sasa. Niambie, kuna nini? Tulienda kwa ule mzee ili atupatie utajiri. Lakini ametupatia masharti ya ajabu mno. Masharti ya ajabu? Kama masharti yapi? Salim, mfano mimi nimeambiwa kwamba alisema Kalo bila kumalizia, na kuweza kumalizia kauli yake baada ya kututazama sisi, kwa sababu wote sasa tulikuwa tukimtazama yeye tu kumsikia kwamba naye ameambiwa nini. Mimi nimeambiwa kwenye wanangu 4 ni watoe 3, yaani kwamba nibaki na mmoja tu, alizungumza Kalo. Wote sasa tulikuwa tukimtazama. Moshi naye alidakia. Hata mimi nimeambiwa nimtoe mke wangu pamoja na mtoto wangu mmoja, yaani pacha wangu mmoja. Hivi kweli hiyo inaingia akilini? Aliuliza hivyo Moshi. Na mimi pia nikawaambia kuhusu kile ambacho niliambiwa na yule mganga. Mimi naona kama haikubaliki na tusijaribu kabisa kufanya ujinga, alisema Moshi. Lakini wakati wote tunazungumza, Jumanne alikuwa kimya tu. Nisikilizeni mimi namjua huyu mzee kuliko nyie ninavyomfahamu. Huyu mzee ni mtu mbaya sana na katili. Yaani alichoambia kina ukweli kabisa. Na sheria ya kuja kwenye kilinge chake lazima ulipie gharama. Ni lazima ulipie gharama, hauwezi kuondoka hivi hivi, alizungumza hivyo Salimu. Sasa wote tulikuwa tukitazamana tu, huku tukiwaza tunafanyaje. Ina maana hakuna njia nyingine kabisa? Njia nyingine ambayo naiona ni nyie mrudi kwa huyo mzee,
na kisha mwambie kwamba hayo masharti ni magumu sana, wawapunguzie masharti, alisema hivyo Salimu. Wote tukatazamana kwanza. Kwani waga anakubali kubadilisha masharti? Ndiyo, mara nyingi huwa anakubali. Angalau anaweza akabadilishia na sio hayo. Wote tulitazamana. Mimi lakini nilikuwa na ushauri, alizungumza hivyo Jumanne. Wote tukakaa kwa makini sasa kumsikiliza. Nilikuwa nasema tunaweza tukaenda kubadilisha masharti tukapatiwa magumu zaidi jamani. Kwa nini tusikubali tu alichotuambia? Aliuliza hivyo Jumanne. Wote tulimtazama kwa hasira, lakini Mushi alikuwa na hasira zaidi. Alimsogelea Jumanne pale alipokuwa amesimama, akamkwida shati. Alimpiga ngumi moja ya nguvu iliyofanya wote tumsogelee pale na kumzuia. Unazungumza nini we jamaa? Au kwa sababu wewe una familia yoyote ambayo inakutegemea? Na kuuliza, alisema Mushi kwa hasira. Sisi wote tulimtaka apunguze hasira tu. Ilikuwa ni mawazo yangu tu hayo. Mimi pia nimepatiwa masharti magumu, lakini naogopa tusije tukapatiwa magumu zaidi. Na huyo mzee anaonekana ni hatari jamani, aliendelea kujitetea Jumanne. Lakini wote tuliona akizungumza ujinga tu. Carlos yeye alisimama. Mimi nasema hivi, sitaki kufanya chochote kile. Sitaua mwanangu, wala sitokaa nirudi tena hapa kwake. Nayo ndio maamuzi yangu, alisema Carlos huku sasa akianza kuondoka. Lakini Salimu alikuwa akimuita na alikuwa akimwambia kwamba anachokifanya sio kizuri, pia kinaweza kikamsababisha matatizo makubwa. Lakini Carlos aliendelea tu na safari yake mpaka alipofika ndani ya gari na kuingia akakaa huko. Basi sisi wengine tulikuwa kimya tu tukitafakari. Salimu akatutazama na sisi. Kwa hiyo sasa na nyinyi mmeamua nini? Mimi naona narudi kwa huyo mganga na kumuomba. Sijui nyinyi mtakachoamua, lakini mimi maamuzi yangu ndo hayo. Niliwaambia hivyo kina Mushi. Basi nikapiga hatua na kuanza kuondoka. Walikuwa wakinitazama. Nilipiga hatua za taratibu, nikafika mpaka kwa ule mzee. Aliponiona alikuwa akinitazama. Naona umerudi. Ndiyo mzee wangu. Mzee, tafadhali sana, naomba unibadilishie masharti. Mimi niko tayari kabisa, nilimwambia huku nikilia, magoti yangu nikiwa nimepiga mbele yake. Yule mzee alinyamaza, akanitazama kwa mara nyingine tena. Ili ninalokupatia ni la mwisho. Itabidi umfanye mkeo awe mlemavu maisha yake yote, asiweze kutembea wala kuzungumza. Umesikia? Alisema ule mzee. Kiukweli ilikuwa ni jambo gumu sana kwangu, lakini sikuwa na namna kabisa. Nilikubali japokuwa nilikuwa nikiumia sana moyoni na nilikuwa nikilia. Basi baada ya kusema nimekubali, yule mzee kuna dawa alitoa. Aliweka kwenye karatasi na kunikabidhi. Hii dawa utaiweka chini ya mtu ambao atalalia mkeo siku tu utakayofika nyumbani kwako. Hakikisha unafanya hivyo na uhakikisha analalia yeye mke wako. Sawa mzee wangu, nilijibu huku sasa nikifuta machozi. Kisha nikasimama na kuanza kuondoka. Nilikuwa natembea kwa unyonge sana. Yaani hata hii safari ya kuja Tabora kiukweli nilikuwa nimeijutia sana. Nilikuwa nimejuta. Nilitoka mpaka nje nikiwa nimeficha ile dawa. Na baada ya kuwaona wenzangu walinikimbilia kwanza. Wakaniuliza kama nimefanikiwa. Sikutaka kuwajibu chochote. Nilikaa kimya tu. Basi Mushi naye alisema kwamba hawezi kurudi tena kwa ule mzee. Na yeye aliamua kama
kama Kalo tu alivyosema. Lakini kwa upande wa Jumanne alisema atafanya vile alivyoambiwa, lakini hakuwa ametuambia kwamba aliambiwa nini au alipatiwa sharti gani. Basi ilibidi tukazungumze na wale watalii na walituelewa. Kwa hiyo siku hiyo hiyo tulianza safari ya kurudi Arusha. Ilikuwa ni safari ya huzuni mno. Hakuna hata mmoja kati yetu ambaye alikuwa na furaha. Kila mmoja wetu alikuwa na huzuni. Baada ya masaa kadhaa hatimaye tulifika mpaka Arusha, na tulifika muda wa usiku sana. Tukawapeleka wageni wetu mpaka ofisini kwa sababu ilikuwa ni lazima tuwafikishe pale, na walitafutia hoteli ya karibu kwa ajili ya kupumzika, yaani hoteli ya karibu na pale ofisini. Sisi wafanyakazi tulirudi nyumbani, kila mtu akaenda nyumbani kwake. Mimi mpaka nafika kwangu ilikuwa ni saa 9 ya usiku. Mke wangu alikuja kunifungulia mlango akiwa mwenye furaha mno, na nilikuwa nikimtazama siku hiyo kwa huruma. Nilijikuta nikimkumbatia mke wangu kwa huzuni huku nikianza kulia. Nilikuwa nikilia kiasi ambacho mke wangu mwenyewe alishangaa, na alikuwa akiniuliza nini ambacho kimenitokea, lakini sikuweza kumwambia. Mume wangu, kwa hiyo nikuandalie chakula ama? Mimi hata sina hamu ya kula mke wangu, niko tu sawa, nilimwambia mke wangu, lakini alipinga kabisa kauli yangu. Hapana, uwe na kujua kabisa kwenye masuala ya kula ni mvivu, lakini mimi nitakulisha peke yangu leo. Na una bahati sana mume wangu, unajua siku zote waga sipiki chakula cha kubaki. Sijui leo imekuwaje, na kwa nini kwanza ukarudi safari bila kuniambia? Alikuwa akiniuliza mke wangu maswali mfululizo. Mimi nilikuwa nikimtazama tu, natamani kulia, lakini nilikuwa nikijikaza. Amna, ni vile tu imetokea. Sasa nikaona kuliko nikalale ofisini nije hapa kesho asubuhi, bora tu niwahi mapema mke wangu. Unajua nilikumisi sana, niliwamisi pia watoto wetu, nilimwambia mke wangu. Akacheka. Haya basi, ngoja mimi nikakuwekea chakula nije nikulishe, alisema mke wangu, kisha akasimama. Nilikuwa nikimtazama tu. Mke wangu hakuwa anafahamu kwamba dakika chache zijazo anaenda kuwa mlemavu. Lakini wakati mke wangu ameondoka tu, simu yangu ilianza kuita. Nikatoa ile simu sasa haraka haraka mfukoni. Kwanza nilijiuliza nani ambaye anaweza kanipigia usiku kama ule, yaani usiku wa saa 9. Nilipotazama mpigaji alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu mwingine ambaye huyu wala hata tukusafiri naye, lakini huyu mara nyingi anapenda kukaa pale ofisini, yaani mara nyingi huwa analala hapo hapo. Ni kijana mdogo tu ambaye hana familia wala nini. Alipopiga ile simu nilipokea, nikaweka sikioni. Vipi Ima? Poa tu bosi wangu. Ulifika nyumbani? Ya, ndo nimeingia muda sio mrefu. Hata kula kwenye bado sijala wala sijaoga. Nilimjibu hivyo Ima. Kuna taarifa umezipata? Aliniuliza Ima. Tena aliniuliza swali ambalo lilinishtua na likanifanya nikae vizuri. Taarifa gani? Carlos amefariki dunia. Alizungumza hivyo Ima. Nilijikuta nimesimama. Yaani nilisimama kutokea pale nilipokuwa nimeketi. Zilikuwa ni taarifa za ghafla sana kwangu. Unasemaje? Ndio hivyo bosi. Carlos amefariki dunia. Kafariki saa ngapi? Kwa nini? Na ni chanzo la yaani nini chanzo cha kifo chake? Nilikuwa nikimuuliza maswali mengi mfululizo. Akili yangu ilikuwa imevurugwa. Ni dakika chache tu nimetoka kuonana naye. Na sio kuonana naye, tumetoka safari moja. Sasa inakuwaje anafariki ghafla? Ndio hivyo bosi.
lakini pia hajafariki mwenyewe. Aliendelea kusisitiza hivyo Ima. Hapo ndo nikavurugwa kabisa. Yaani nilivurugwa. Hata mke wangu naye alikuwa sasa anarudi pale sebuleni. Alikuwa amebaki ananitazama kwa hamaki, kwa sababu nilionekana siko sawa hata kidogo. Amefariki na nani mwingine? Moshi, alinijibu Emmanuel. Basi moyo wangu ulifanya paa. Yaani moyo ulishtuka na mapigo ni kama yalikuwa yakipigia nje kabisa ya kifua. Nilikuwa nikimtazama mke wangu. Sikuweza hata kuendelea kuzungumza na ile simu. Nilijikuta nikiiangusha tu chini. Mke wangu akapiga hatua za haraka na kunisogelea pale karibu. Vipi mume wangu, kuna nini? Imetokea misiba, nilimjibu mke wangu, kauli ambayo ilimshtua mno. Misiba? Moshi na Carlos wamefariki dunia. Unasemaje? Mke wangu aliuliza akiwa haamini, naye alijikuta akiketi tu juu ya sofa bila kupenda, kwa sababu alikuwa akiwafahamu vizuri hawa watu. Yaani kama nilivyosema mwanzo, sisi wanne tulikuwa ni marafiki wa karibu mno. Urafiki wetu haukuishia tu kwenye kazi, bali hata tulipokuwa nyumbani muda mwingi tuliutumia pamoja. Kwani si uliniambia kwamba unasafiri nao? Ndiyo, nimetoka nao safari, na ndio maana hizi taarifa zimekuwa za ghafla sana kwangu, nilimwambia mke wangu. Lakini hapo hapo nikakumbuka. Nilikumbuka tukio la kwenda kwa yule mganga na maneno aliyotuambia. Nikapata uhakika 100%. Sio ajali iliyokuwa imewaua, bali kilichokuwa kimewaua ni ile safari yetu ya kwenda kwa mganga. Yaani nilijikuta nikipatwa na hofu zaidi, lakini mke wangu alikuwa akinifariji tu na kuniambia kwamba nisijali, ni mipango ya Mungu na wala kazi ya Mungu haina makosa. Nilimuitikia tu mke wangu, lakini nilikuwa nikimtazama kwa huruma mno. Na hapo sasa ndo nikajua kwamba kile nilichoambiwa nifanye kwa mke wangu ni lazima nikifanye. Endapo nisipofanya, basi na mimi nitakufa kama walivyokufa wenzangu. Nilikuwa nikilia, machozi yalikuwa yakinitoka. Yaani kila nilipomtazama mke wangu nilijikuta nikiumia mno. Hivi nawezaje kumtazama mwanamke mrembo ambaye nilikuwa nikimpenda kwa moyo wangu wote akienda kuwa mlemavu? Nawezaje mama wa watoto wangu ambaye ndio huwa anawalea wanangu hapa nyumbani? Nilikuwa nikiendelea kutafakari sana, lakini sikuwa na namna. Nilimwomba mke wangu tu nikapumzike, na yeye wala hakuwa na kipingamizi. Ni kwa sababu aliujua ukaribu wangu na marafiki zangu waliofariki. Kwa hiyo nilienda tu chumbani na kupumzika. Siku hiyo sikuwa nimemwekea mke wangu ile dawa ambayo mganga aliniambia nimwekee. Kwa hiyo nililala tu, na hata usingizi pia sikuwa nikiupata. Muda wote nilikuwa macho, licha ya kwamba nilikuwa kitandani. Basi asubuhi palikucha, yaani mpaka panakucha mimi niko macho. Nilichokifanya, nilielekea tu msibani. Nikafika mpaka msibani, na huko nilikutana na rafiki yangu mwingine Jumanne. Baada ya msiba, yaani harakati zote za mazishi, Jumanne aliniita pembeni. Sasa tulikuwa tumesimama tukizungumza. Nadhani unaona ile tukio. Umeshapata picha? Aliniuliza Jumanne. Huwezi kuamini rafiki yangu, nimechanganyikiwa sana. Na mpaka sasa hivi siamini. Inakubidi uamini bro. Na ndio maana kuanzia kule niliwaambia kabisa, hata usiende kubadilishwa masharti. Yule mzee mimi aliniambia maneno ya kutisha mno, alisema Jumanne. Nikamtazama kwa makini. Nilimtazama kwa makini zaidi. Alikwambia nini? Nilimuuliza kwa sauti ya chini, kwa sababu pale ni msibani na watu walikuwa ni wengi.
Jumanne alishusha pumzi kwanza, kisha akaendelea. Aliniambia kwamba kuna uwezekano wote tukakosea masharti kutokana na hofu zetu na mwisho tukafariki wote. Alizungumza hivyo Jumanne. Hapo sasa mapigo ya moyo wangu yalianza kwenda mbio. Nilikuwa nikiogopa. Mbona umebadilika brother? Sikumjibu Jumanne, lakini nilikumbuka kitu. Unajua ile dawa ilitakiwa nimwekee mke wangu kwenye mto, lakini sikuwa nimefanya hivyo. Amna, nimeogopa tu. Kwani ulipatiwa sharti gani baada ya kurudi kule ndani? Nilipatiwa sharti lingine tu Jumanne, ambalo nina imani nitalifanyia kazi. Sawa, lakini mnatakiwa uwe makini mno. Ila unajua Jumanne, wewe kwako ni rahisi. Wewe hauna mke wala hauna mtoto, yaani kiufupi hauna cha kupoteza. Ina maana wewe hujapewa sharti gumu, si ndio? Nilimuuliza Jumanne. Jumanne akacheka sana. Naweza nikaonekana hivyo, lakini hata mimi sharti langu ni baya sana. Sharti gani sasa? Hebu niambie rafiki yangu. Nimeambiwa niwe nawaingilia watoto wadogo, yaani nafanya nao vitendo vibaya. Watoto wadogo, alisema Jumanne, kauli iliyonishtua mno. Ilinishtua kwa sababu niliona yeye ndo ana sharti baya kuliko wengine. Yaani malaika wa Mungu, watoto ambao hawana hatia yoyote ile, halafu apatie adhabu kubwa kama hiyo. Jumanne alikuwa akinitazama tu. Kiukweli brother, naijutia sana safari ya Tabora. Yaani hata kule Mwanza sijui nilienda kufanya nini mimi. Ni bora tu ningewaacha mkaenda wenyewe nao wageni wenu. Alizungumza Jumanne huku akilalamika. Mimi nilikuwa kimya tu. Jumanne sasa machozi alikuwa yakimtoka. Na kinachoniuma mimi brother, sio kwamba sisi tuna maisha magumu. Tuna kazi yetu nzuri tu. Hivi ni kwa nini hatukuridhika na maisha ambayo Mungu alitupatia? Kwa nini hatukuridhika na baraka ambayo Mungu alitupatia sisi? Kuna wakati naona kama tunastahili haya kaka. Aliendelea kuzungumza hivyo, lakini nilikuwa nikimbembeleza tu na nikimwambia kwamba ilikuwa imepangwa hivyo. Yote ni mipango ya Mungu. Sidhani kama hata mimi pia nitatoboa. Kiukweli sidhani, na wala sijioni kabisa, lakini itakavyokuwa nitasubiri tu. Alizungumza hivyo Jumanne. Basi nilimwaga kwamba nahitaji kwenda kupumzika kwa sababu tukio lililotokea limefanya akili yangu ichanganyikiwe. Jumanne alikubali na akaniambia hata pia anafanya hivyo. Basi tuliagana na mimi nikawa nimerudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani sasa, nakumbuka mke wangu hakuwepo. Nilimkuta ametoka kidogo, na nilijua kabisa kwamba hichi ninachokiendea ni kifo. Nilitoa ile dawa ambayo mpaka sasa ilikuwepo kwenye mfuko wangu wa suruali niliyokuwa nimeivaa, nikaiweka chini ya mto, yaani ule upande ambao mke wangu anapenda kulala pale. Niliweka pale, kisha na mimi nikalala pembeni. Lakini wakati huo ilikuwa ni jioni, hata muda wa usiku bado. Niliendelea kukaa pale mpaka ilipofika jioni. Mke wangu naye alirudi kutoka huko alipokuwa ameenda, na mke wangu alikuwa na furaha tu. Mbona una furaha sana leo? Nilimuuliza mke wangu baada tu ya kuingia pale chumbani. Yaani mume wangu, acha tu. Ina furaha leo, natamani sijui nifanye nini. Alizungumza hivyo. Unaweza kanishirikisha furaha yako? Amna. Yaani ni mchungaji wetu tu alitoa neno zuri. Alikuwa anatuhusia kuhusu uvumilivu na subra. Kwa hiyo nikajikuta tu kuna namna maneno yake yameniingia. Alikuwa akisema mke wangu, ina maana leo ulienda kanisani?
Ndiyo, nilienda. Kwa nini? Si nilikuaga lakini mume wangu? Aliniuliza mke wangu huku akinitazama kwa mshangao. Nikajichekesha. Ni kweli uliniaga mke wangu, lakini nimesahau. Pole sana mme wangu. Najua tukio la marafiki zako kufariki limekuumiza sana, lakini yote ni mipango ya Mungu, haina makosa, alijibu mke wangu. Basi mimi acha nikaandae chakula cha usiku, alisema huku akisimama. Akatoka kabisa pale chumbani na mimi nikabaki mwenyewe. Mara kwa mara nilikuwa nikifunua ule mto na kutazama ile dawa. Bado tu ilikuwepo. Sasa mke wangu alimaliza kupika na akaniita. Kwa sababu tokea jana sikuwa nimekula chakula chake, leo alinilazimisha sana nili. Na akaniambia kwamba ana uhakika sikuwa nimekula, na ni ukweli. Sikuwa naweza hata kupata chakula. Kwa hiyo nilienda sebuleni, tukala kwa pamoja. Japokuwa mimi sikula sana. Nilimsaidia mke wangu kusafisha pale mazingira. Yaani tulikuwa tukisaidiana wote wawili. Na baada ya hapo tulihakikisha watoto wetu wameingia chumbani kwao kulala. Tukaongozana wote sasa na kuelekea mpaka chumbani. Baada ya kufika chumbani sasa, mke wangu alizima taa. Mpaka nikashangaa kwa sababu alikuwa amezima taa kabla hata tujapanda kitandani. Mke wangu, mbona unazima taa tujapanda kitandani? Samahani mume wangu, alijibu huku akiwasha ile taa. Lakini mimi nilimzuia. Izime kwa sababu si tunalala. Nilimwambia hivyo, basi mke wangu alizima ile taa. Naye akapanda kitandani. Tukawa tumelala kwa sababu siku hiyo nilikuwa nimechoka. Kama unavyojua heka za msiba. Jumlisha akili yangu pia ilikuwa na mambo mengi. Sasa asubuhi nilipokuja kuamka nilishtuka sana. Unajua nini kilichonishtua? Nilishtuka baada ya kujiona nimelala ule upande ambao nilikuwa nimemwekea mke wangu dawa. Nilihisi kama akili yangu imevurugwa. Mke wangu nilimtazama naye alikuwa amelala fofofo. Nikafunua chini ya ule mto kuhakikisha. Huwezi kuamini ndugu msikilizaji. Ile dawa niliyokuwa nimemwekea mke wangu nilikuwa nimeilalia mimi mwenyewe. Nilijikuta nikiogopa. Niliogopa na kuanza kutetemeka huku nikilia. Lakini kabla sijafanya chochote, ghafla tu nilianza kutetemeka mwili. Mwili wangu ulikuwa ukitetemeka. Mke wangu naye alishtuka kutoka usingizini. Baba Jafari, Baba Jay, alianza kuniita mke wangu. Lakini mimi nilikuwa nikitetemeka tu pale kitandani. Huku sasa nikiwa nimedondoka kabisa. Nilikuwa nimedondoka. Mke wangu naye aliteremka pale kitandani. Mimi nilionekana nina hali mbaya. Mke wangu alijaribu kuniamsha lakini haikuwezekana. Ikabidi atoke na kwenda kuita majirani. Baada ya muda kidogo majirani nao walifika pale chumbani na walikuwa wamejaa. Ikabidi sasa watu wanichukue pale, wanipandishe kitandani. Lakini hali yangu mimi iliendelea kuwa mbaya. Kiasi ambacho watu wote walishauriana kwamba nipeleke hospitali. Nikapelekwa hospitali. Vipimo vikachukuliwa, sikuonekana nina ugonjwa hata mmoja. Nilionekana mzima kabisa. Lakini tokea siku hiyo nilikuwa nikiumwa tu. Nilikuwa nikiumwa ugonjwa ambao hujulikani. Na mbaya zaidi, nilichokuwa naweza kufanya ni kuongea tu. Kwa hiyo ule ulemavu ambao ulikuwa ni wa mke wangu nikajikuta ndo wa kwangu sasa. Na mbaya zaidi, huwezi kukaa na kuambia watu kitu kama hiki. Sijui kwa wengine, lakini kwangu nilishindwa. Na nilijua kabisa endapo nitamwambia mke wangu ukweli, hawezi kunivumilia. Lazima ataondoka na kuniacha. Na mwisho wa siku niwe nimepata hasara.
japokuwa kwa upande mwingine labda ningeweza kusema ili nisaidike, lakini hapana, sikutaka kumpoteza mke wangu. Lakini pia wakati naendelea na maisha, nikiendelea kujiuguza huku na kule, kila siku nikiwa mtu wa hospitali, rafiki yangu Jumanne naye alifariki. Jumanne alijinyonga, ndo taarifa ambazo nilizipata. Lakini hata baada ya kupata taarifa, nilijua tu ni kwa sababu gani ameamua kujinyonga. Labda kutokana na adhabu ambayo alikuwa amepatiwa. Yaani inamaanisha masharti aliyokuwa amepatiwa na ule mganga. Ilikuwa ni taarifa ambayo iliniumiza. Kwa hiyo nilijikuta nimepoteza marafiki zangu 3 kwa ajili ya ujinga wetu tu na tamaa ambazo hazina maana hata kidogo. Na mimi nikapoteza pia uwezo wangu wa kufanya kazi, kwa sababu mpaka leo tunapozungumza nimebaki kuwa mlemavu. Kitu pekee ambacho naweza kufanya ni kuzungumza tu. Lakini pia namshukuru Mungu, na nimekuwa nikimuomba sana msamaha, nikitubia kwa makosa yangu. Mke wangu ameendelea kubaki na mimi mpaka leo. Amekuwa ni mstari wa mbele, akijaribu kupambania hatima yangu pamoja na watoto wetu. Namshukuru sana kwa hilo. Na ndo mwisho wa hii simulizi. Natumaini utakuwa umejifunza kitu. Jamani, tamaa sio kitu kizuri hata kidogo. Tujifunze kuridhika na hali zetu. Sasa mtu na maisha yako mazuri tu, unaenda tena kutafuta mali, unatafuta utajiri ili watu wakufahamu, ili sijui umiliki kampuni yako mwenyewe, uache kuajiriwa. Tujifunze kuridhika hata kwa vidogo. Unajua, kwanza katika maisha, kile kitu ambacho we unacho, yani kitu ambacho unakiona ni kidogo kwako, kuna mtu mwingine ambaye anakesha akimuomba Mungu akipate angalau kama hicho, au mfano tu wa hicho. Unaweza ukalalamika we hauna viatu, lakini kumbuka kuna mtu ambaye hana miguu kabisa. Kwa hiyo tujifunze kuridhika. Ulikuwa nami mwandishi na msimuliaji wako Mami Maud, ambayo utaweza kunipata kwa nambari za simu 0753056995. Mwisho wa simulizi ni mwanzo simulizi nyingine. Na kama wewe ni mpenzi wa simulizi za kusisimua kama hivi, simulizi za kutishatisha, mambo ya hayati bin Zuluza, unaweza tu subscribe mapema ili ninapotoa mzigo mpya unakuwa kwanza kabisa kuupata. Tukutane wakati mwingine. Bye.